Makoe ni mmoja kati ya watu ambao walianzisha Miss Tanzania. Mmoja na mimi. Songea mahali hapa ya na yeye kafa. Yajua sana. Simanzi na vilio vimetawala katika ibada ya kuuaga mwili wa aliyekuwa mkuu wa itifaki wa Miss Tanzania Albert Makoye katika viwanja vya Leaders Club Kinondoni jijini Dar es Salaam. Makoye alifariki ghafla nyumbani kwake Mbezi Msumi Jumamosi ya Septemba 17 mwaka huu. Akizungumza kwa uchungu, mkurugenzi wa kampuni ya Lino Agency waliokuwa waandaaji wa mashindano ya Miss Tanzania Hashim Lundenga ameeleza namna walivyoanzisha mashindano ya Miss Tanzania wakiwa pamoja na marehemu. Makoe amefariki. Makoe ni mmoja kati ya watu ambao walianzisha Miss Tanzania. Mmoja na mimi. Songea mahali hapa ya na yeye kafa. Makoe amekufa, lakini kifo ambacho sikukitarajia. Bahati mbaya ni bahati mbaya, Mwenyezi Mungu kamchukua, na kesho tafika Mwanza, Mwenyezi Mungu akipenda kesho kutwa ndio atafikishwa mahali pake kwa mwisho. Nao baadhi ya mamisi walioshiriki katika ibada hiyo wameeleza mchango mkubwa wa Makoye katika kuhakikisha wanatimiza malengo yao, hususan wakiwa ndani ya kambi. Naitwa Nasrin Karim, nilikuwa Miss Tanzania mwaka 2008. Anko namkumbuka kama mlezi wangu, mlezi wetu sisi wote. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatupa ushauri kipindi ukiingia kwenye kambi hadi unaondoka, kwa sababu mara nyingi unakuwa uko mbali na familia. Kwa hivyo alikuwa ni kama mlezi, alikuwa ni kama anko, na ndio maana tunamtambua kama Anko Makoe marehemu. Tumesikitishwa na tunaombea familia yake, tunaombea watu wote ambao wameguswa na msiba huu. Tunawapa pole katika kipindi hiki kigumu, wazidi tu kumweka katika sala. Naitwa Genevieve Mpangala na ni Miss Tanzania 2010. Kwa kweli kama ambavyo warembo wote wameongea awali, nimesikitishwa sana na kifo cha Anko Makoe. Na Anko Makoe alikuwa ni mtu mpenzi sana, alikuwa mcheshi sana, na tutamkumbuka daima. Tunamuombea kwa Mungu ampumzishe mahali pema peponi. Kwa kweli Anko Makoe naweza kusema nilipata fursa ya kuwa naye karibu. Kuna projects nyingi ambazo tulikuwa tunafanya na tulikuwa tuna plan kufanya. So namuombea kwa Mungu ampumzishe mahali pema peponi, na vile vile naiombea familia yake. Mungu awape subira na aendelee kuwabariki na kuwasimamia. Kwa jina naitwa Farida Mohamed Nyange, ni mshiriki wa Miss Tanzania mwaka 1999 nikiwa nimetokea Ilala na nikawa among top 5. Binafsi nimesikitishwa sana na msiba wa Anko Makoe, kwa sababu yeye alikuwa mlezi wetu, alikuwa rafiki kwetu, mental tuseme hivyo. Kwa kweli nimesikitika sana, na ninawapa pole familia, ninawapa pole kamati ya Miss Tanzania, ninawapa pole warembo wote kwa msiba huu wa Mr. Makoe. Anko ni ngumu kidogo kuamini kama Anko Albert amefariki. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maisha yake aliyoishi hapa duniani. Anko Albert alikuwa ni mtu mmoja mcheshi sana. Ukienda kamati ya Miss Tanzania, ukienda kushiriki kama mlembo wa Miss Tanzania, hujuti kuwa kambini, unakuwa unafurahi kuendelea kuwepo kambini. Alikuwa ni mtu anapenda kuongea na walembo, alikuwa anapenda kuelekeza mambo mbalimbali. Hata kiona umekosea sehemu, anakuita, anakuambia tofauti na wengine. Lakini niseme moja, Anko Albert tutamkumbuka kwa mengi. Sio tu kwenye upande wa walembo, alikuwa anaweza kukuita. Walembo wengi wamefanikiwa kupata kazi kwa ajili ya Anko Albert. Shaona hata sisi walembo wa zamani una tuko hapa, lakini mpaka kusikia tunathamini kuja hapa, manake tunathamini ule uwepo alioishi kwenye mioyo yetu na ataendelea kuishi mioyoni mwetu. Lakini kama unavyoona hadhara hapa, walembo ni wengi sana, na mimi niko kwenye itifaki
ndo napokea kwa niaba ya wote, lakini pia ndo ratibu salamu za rambirambi. Niwashukuru sana kwa Tanzania wote waliojitokeza kwa ajili ya kumsindikiza Anko. Tuko tunamuita Anko Bomba. Anko Albert mimi alikuwa anapenda kuniita top model. Kwa na mimi nashukuru kwa ajili ya aliniandaa vizuri kufika hapo. Unajua nitoka Miss Magomeni. Alikuwa wanajaji sasa kwenda Miss Kinondoni. Nikapita akananiambia andaa hivi, kuwa hivi, mlembo anatakiwa hivi. Na katika vitu vingi sana alikuwa ananishirikisha, njoo uongee na walembo. Unajua mtu hawezi kuita tu njoo fulani uongee, anakuangalia kwanza personality yako. Muonekano ndio unakufanya wewe ndio uonekane kwenye jamii. Kwa hiyo Anko Makoe ni kioo. Na niwaombe tu ambao sasa hivi wanaandaa mashindano ya urembo wa Miss Tanzania, wafuate sana nyayo za waliopita. Wawe na moto. Sasa hivi mashindano kidogo yamekuwa hayana moto kama mashindano ya sisi tuliyopita. Kwa ni waombe ambao wanaandaa. Unajua wanawake huwa hatuna mwamko sana kwenye kuandaa, lakini wanaume walikuwa na mwamko. Washirikishe hata wanaume kwenye kuandaa mashindano ili kwenye kamati zao ili mashindano yaweze kuamka na kuwa kama ilivyokuwa mwanzo. Sasa hivi wazazi wanaogopa hata kuwatoa watoto wao kwenda kushiriki mashindano kwa sababu yameshuka hadhi. Yaani hata mikoani sidhani kama mnaona waandishi wa habari, nafikiri mnakuwa mnaliona kwamba sasa hivi hayako sana. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, pamoja na kuwa ni mlembo lakini pia ni mjumbe wa mkutano mkuu CCM wilaya Ilala. Namshukuru Mwenyezi Mungu, pia alikuwa ananishauri, na kabla sijashiriki nilimwomba Anko ninataka kufanya jambo hili. Akaniambia hemu ingia, hicho kinyang'anyiro ni kizuri na utafanikiwa. Na kweli nilifanikiwa. Na hawa ni wadau mbalimbali wa mashindano ya Miss Tanzania ambao wameeleza namna walivyomfahamu marehemu enzi za uhai wake. Mimi naitwa Bosco Majaliwa. Mimi nilikuwa katibu mkuu wa Miss Tanzania ambayo tulimaliza shughuli zetu mwaka 2016. Na leo kwa kweli tuko katika huzuni kubwa baada ya kutolewa na ndugu yetu Albert Bagi Makoe ambaye nilifanya naye kazi kwa kipindi kirefu cha tangu mwaka 1994 wakati mashindano yanaanza. Na Albert Makoe alikuwa mkuu wa itifaki wa kamati ya Miss Tanzania. Warembo wengi walikuwa wanamfahamu kama ni Anko. Sasa Mwenyezi Mungu amemuita, kifo kimetokea tarehe 16 usiku akiwa nyumbani kwake. Kwa kweli ni huzuni kubwa ambayo kwa kweli tunashindwa hata kuongea zaidi, kwa sababu ameumwa ghafla na amefariki ghafla. Kwa wapenda watazamaji wangependa kujua kwamba nini kimemuondoa Anko, japo hata ile kijuujuu tu. Anko alikuwa hana ugonjwa wote ambao ulimfanya kwamba aseme kwamba naumwa. Kwa sababu ninasema hivyo, tarehe 15 siku moja kabla hajafariki tulikuwa wote kwangu pamoja na tuliongea mambo mengi sana ya maisha yetu kama wastaafu, na kama alikuwa ni rafiki yangu mpenzi ambaye huwezi kumkosa Makoe, ukamwona Makoe ukamkosa Bosco. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana sana sana, kiasi kwamba yeye alikuwa hana maradhi yoyote ambayo kwa muda ule ya tarehe 15 yanamsumbua. Na tarehe 16 ambaye alifariki, mimi niliweza kuongea naye tangu asubuhi, tukiongea mambo mbalimbali na tuliongea masuala yetu binafsi. Na nilishangazwa sana nilipopigiwa simu usiku wa tarehe 16 saa 2 usiku waambiwa kwamba ndugu yangu au rafiki yangu Albert Bagi Makoe amefariki. Mazingira ya kifo chake labda yalikuwaje? Alikuwa nyumbani kwake anacheza drafti na wajukuu zake. Kama unavyojua sisi ni wastaafu, tuko nyumbani na wajukuu. Sasa ghafla akajisikia mapigo ya moyo wake unakwenda kasi sana. Kwa vile alikuwa nje ya nyumba yake, ikabidi aingie ndani. Na alipoingia ndani akakuta hali inazidi kuwa si nzuri. Kwa hiyo akaita mtoto wake ambaye ni Tom, akamwambia Tom, sijisikii vizuri, naomba unikimbize haraka hospitalini kwa sababu najisikia siko vizuri. Lakini kwa kipindi chote hicho anazungumza alikuwa ameshika kifua chake kwa mkono wake, ameshika kifua. Kwa hiyo walipompeleka hospitalini, basi akapata huduma, lakini yule huduma haikuchukua muda mrefu sana akakata kauli. Ni hospitali hipi aliyokatia kauli na nyumbani kwake ni wapi? Yeye anakaa Msakuzi, Mbezi Msakuzi. Na pale Msakuzi kuna dispensary iko maeneo ya pale. Kwa hiyo alikwenda kupata kwanza huduma ya awali kabla ya kujua kwamba ni kitu gani ambacho kinamsumbua. Kwa hiyo alifariki kabla
hajaenda kwenye hospitali nyingine kubwa zaidi ya pale katika hospitali ambayo jirani ambayo ni dispensari ya kawaida. Mimi naitwa Crescensus Magori. Kwa kweli tumempoteza ndugu yetu Albert Makoye, ilikuwa ni mshtuko sana. Ni mtu ambaye tulikuwa tunakutana naye mara nyingi sana. Mimi nimemfahamu Makoye kwa miaka mingi sana. Akiwa mtu mkuu wa itifaki kwenye kamati ya Miss Tanzania. Na wengine tulikuwa tunajumuika naye. Kuna wakati walinishirikisha kama jaji wa mashindano ya Miss Tanzania. Nikapata elimu kubwa sana ambayo pengine watu hawafahamu kuhusu mashindano ya Miss Tanzania. Yamenyanyua sana, mabinti wengi sana wameweza kunyanyuka, wametumia vipaji vyao kufahamika zaidi na kuweza kufanya shughuli mbalimbali. Kwa kweli Makoye kama alivyo alikuwa ni mtu mtaratibu sana, mtu wa watu, rafiki wa wengi, na kwa kweli kwa huzuni kubwa sana kwa sababu hapo nyuma aliwahi kuugua kwa matatizo kidogo ya mgongo akawa amepona, na kwa kweli hili la matatizo ya ghafla yaliyomkuta ilikuwa ni mshtuko mkubwa sana. Tulikuwa tuko nje ya Dar es Salaam, marafiki zake wengi, tulishtukia hii habari, tulishtuka kwa kiasi kubwa sana. Kwa kweli ni mipango ya Mwenyezi Mungu, hatuna jinsi ambayo tunaweza kufanya, lakini ataendelea kukumbuka zaidi kama mtu aliyekuwa kwenye kamati ya Miss Tanzania ambayo imenyanyua mabinti zetu wengi sana, wamefikia katika mafanikio makubwa sana. Kwa majina naitwa David Gamba Machumu, mkurugenzi wa Breakpoint. Kwa kweli binafsi ili tukio la kifo cha mwenzangu, huyu bwana ninapomjua alikuwa ni mtu kwa kweli mchangamfu, mcheshi sana, lakini ni mtu msubutu. Mara nyingi alivyokuwa wanasaka Miss Tanzania, walembo wa Miss Tanzania, alikuwa anafanya kama pilot fulani hivi, lazima akushirikishe. Kwa hiyo ni mtu ambaye katika kutafuta kwake au vipaji vya hawa walembo, ni mtu pia alikuwa anaenda mbali zaidi, anashirikisha wadau. Na mimi Breakpoint ni sehemu pia ya entertainment. Kwa hiyo nimekuwa nikiwa host Miss Tanzania kwa maana ya vikao, wakati mwingine mazoezi, lakini pia kwenye kanda wamekuwa wakifanyia sehemu yangu kama Miss Kinondoni, mara kibao, Indian Ocean. Kwa hiyo ni watu ambao tumekuwa tukishirikiana nao muda mwingi, lakini kipekee Makoye pia amekuwa kama ndugu yangu. Nina restaurant zangu, amekuwa akileta wadau mbalimbali katika kupata huduma ya chakula, ya vinywaji na pengine kwa maongezi hata vikao. Kwa hiyo ni mtu ambaye nitamisi sana, nilikuwa naye karibu, na mara ya mwisho tumepigiana kama mwezi mmoja na nusu uliopita. Nilikuwa sehemu moja inaitwa Kasuru huko Kabanga huko Manyovu. Akanipigia, uko wapi? Niko hapa, nataka kwenda kwako, nina wageni sijui wametoka Sweden. Nikaambia niko huku Manyovu. Akasema kuna nini? Nani kibambara tutapata? Anasema wanataka wenzetu wale wanapenda nayo is local food. Kwao kule kibambara, yani smoked fish, huwa ni kitu unapewa mgeni. Kwa hiyo nikaambia, wasiliana vijana wangu, akasema kipo, na nafikiri alienda sikufuatilia zaidi. Kwa kweli ni kama mwezi hivi umepita, mwezi na nusu. Kwa kweli tumuombee mwenzetu, tunasema kwa kweli kutu imeangusha chuma. Mwili wa Makoye umesafirishwa kuelekea mkoani Mwanza kwa ajili ya taratibu za mazishi. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.